Ali Hatib Kilusungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Usubscribe na kushare katika Siri Yako TV na unifollow TikTok, Instagram, Facebook Siri Yako TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Tunasonga mbele na darasa letu kwa mwanamke alopewa jina linalotamkika kwa herufi A, miaka 28, miaka 21, miaka 41. Hii ni miaka yenye changamoto kubwa kwake kiafya na hata uchumi na mambo mengi. Anapotimiza miaka 21 kama msichana amelelewa kwa jina la herufi A, miaka 21 anakuwa na changamoto nyingi za kiafya, lakini si kwa kiwango cha juu. Ila anapofikisha miaka 28 mpaka miaka 35 anakuwa na changamoto pia za kiafya. Ila changamoto zaidi ni miaka 41 kwenda miaka 50. 41 mpaka 45 kabla kutimiza miaka 50, hapa panakuwa na hatari kubwa sana ya kupoteza maisha. Kwa hiyo, uwezekano upi utakusaidia ili uweze kuvuka kipindi hicho na usiweze kupoteza maisha? Na uwezekano upi utakayekusaidia ili usiweze kuwa na changamoto makubwa zaidi? Kitu A, lazima ujue kwamba uko na nani. Yule mtu ambaye uko naye karibu, ambaye ndio labda mume wako, labda sana mume kwanza tuanze na mume. Endapo katika kipindi hiki watu wako wa karibu wengi ni F au R, H au T, L au X, hapa kutakuwa na hatari kubwa sana ya maisha yako. Kuanzia miaka 21 unaweza ukapoteza uhai endapo tu labda mume wako ni F au R, H au T, L au X. Unaweza kupoteza uhai. Na hatari itakuwa kubwa zaidi katika hicho kipindi, au changamoto zitakuwa kubwa zaidi katika hicho kipindi. 28 mpaka 35 kadhalika pia kutakuwa na hali ngumu sana ya kiafya na kiuchumi na mambo aina mbalimbali, endapo pia watu wako wa karibu watakuwa ni herufi hizo ambazo tumezitaja. Na miaka 41 kwenda miaka 45 kabla kutimiza miaka 50 ni wakati mgumu sana wa kupata ugonjwa labda wa kudumu kama vile sukari, pressure, ugonjwa wa moyo, magonjwa aina mbalimbali ambayo huwa yanakuwa ni ya kudumu au kuparalyze. Sasa hii utaiepuka vipi katika hicho kipindi? Ni namna gani uko na nani kwa karibu, hasa mume wako, na akiwa huyu mume nyota adui na ya kwako, na hasa zile zilizo na changamoto kubwa sana. Yaani hizi herufi 6 ambazo nazitaja ni adui na wewe na huwa zina changamoto kubwa zaidi. Maana yake namba 6 ya F na R, hii ni nyota namba 6 ambayo Mungu ameikusudia kuleta matatizo katika dunia yetu. Kuleta magonjwa katika maisha yetu, katika miili yetu. Kupata matatizo ya aina mbalimbali tunapata katika nyota namba 6, na wahusika wake kiherufi ni F na R. Hasa kama uko naye kwa karibu, manake hiyo hali mbaya ya matatizo utaipata kwa wepesi zaidi. Nyota namba 8 ambayo kusudio lake kubwa ni kutenganisha mwili na nafsi, yani kifo. Herufi zake ni H na T, na mara nyingi nawaambia majina yanatamkika kwa KH, hayo yote ni H. Kwa kama uko naye huyo kwa karibu, H na T, inawezekana pia ukapatwa na kifo kwa sababu ni wepesi. Nyota namba 8 kazi yake ni kuua. Kwa kuwa uko naye kwa ukaribu zaidi, kile ambacho utakivuna kwake utapata kifo. L na X, nyota namba 12, hii kazi zake kubwa ni fitna, mipango ya uadui, kukimbiwa na watu, kuchukiwa pasipokuwa na sababu. Kwa hiyo utakuta mipango yako mingi itaharibika zaidi, hali itakuwa mbaya za kiuchumi. Utakuwa mtu mwenye kukasirika na kukelekwa kwa sababu watu wanakukimbia sana, wanakuchukia sana. Lakini sababu kubwa ya msingi itakuwa ni hiyo, kana kwamba uko na mtu mwenye L au X katika nyota 12, maji machafu. Kwa hiyo yale maji machafu yanakuchafua. Sasa katika kipindi chako cha miaka ya changamoto, hiki ndicho unachotakiwa wewe kukinoti zaidi. Lakini nje ya miaka ya changamoto, endapo utakuwa na watu wengi waliokuzunguka wenye herufi changamoto, mambo yatakuwa mabaya zaidi. Misukosuko itakuwa mingi na huenda ukafa pasipo na wakati wako wa kifo.
Vipindi vya uhai huwa tunavivuka, si kana kwamba uhai huwa unavuka vipindi vya kifo. Sio kana kwamba kifo kipo mara moja. Kifo hakipo mara moja, ila kinakukuta mara moja. Nikiwa na maana kwamba kutoka kuzaliwa kwetu, mwaka wa kwanza kabla kutimiza mwaka kuna kifo kwa kiumbe aina yoyote, hasa wanadamu. Na baada ya kumaliza mwaka mmoja kuna kinga unaipata ya mwaka mmoja. Lakini katika herufi tofauti tofauti kuna miaka tofauti tofauti, lakini kama hapa herufi A mwanamke ni wakati mgumu wa mwaka wa kwanza kuzaliwa, miaka mitatu, miaka 17 mpaka miaka 21, miaka 28 mpaka 35, miaka 41 mpaka 50. Na kuna uwezo mzuri wa kuvuka hicho kipindi na ukafika miaka 80 na zaidi. Lakini ili iwezekane kufika miaka 80 na zaidi, basi lazima uwe na uwezo mzuri wa kuzikataa nyota adui. Lazima uwe na uwezo mzuri wa kuepuka nyota adui. Lazima uwe unawajua kwamba huyu niliye naye si sahihi kwangu. Kwa lazima uweze kukitambua hiki na ndio uweze kuvuka hicho kipindi. Endapo utakosa, basi unaweza kuishi katika magonjwa zaidi, au ukaishi katika matatizo zaidi ya kiuchumi, au ukaishi katika matatizo zaidi ya watu kukusema vibaya, au ukapata kifo kabisa. Kumbuka, nyota zote za udongo tulikwambia ni adui zako, na nyota zote za maji ni maadui zako, ila hizi tulizozitaja ni mbaya zaidi. Kwa hiyo pia inawezekana uko na mtu rafiki kama vile herufi G au herufi S, lakini huenda mapenzi yenu yamefika mwisho na watu ambao mmechokana. Kwa unakuta kila mmoja wenu anatamani kuwa ameachana na mwenzie, lakini kutokana na pengine mmefanikiwa kujenga kajumba au mmetengeneza kamali fulani, mnashindwa kupanguana kwa ajili ya ile mali ambayo baadaye unaweza ukafa. Jitahidi sana kuelewa hili darasa na uwe na maamuzi mazuri pale unapoona changamoto zimekufika, na tazama umri wako, tazama uliye naye, na hapo mwisho nimekueleza kwamba nje ya herufi changamoto, mtu yoyote wa herufi ya aina yoyote, endapo kama mnakaa na hamuelewani na mmechokana, mmepuuziana, huo ni uchawi tayari ambao kwenye miaka yako ya changamoto tatizo litakuwa kubwa zaidi na inawezekana likakuletea sababu za kifo. Sasa namna kuziepuka ni wewe sasa kugundua uko kwenye miaka gani na uko na nani na mnaishi vipi. Na katika hiyo basi unaweza kuona kwamba uamuzi sahihi ni kuachana na huyo mtu, kukaa mbali naye. Kwa hiyo kama unagombania kajumba au mali sui gani, magari, fedha, ukifa ni bora ukachukua maamuzi ukiwa hai ili uione miaka mingi ya baadaye. Mueleze kwamba mimi na wewe sasa hatuko kwenye mahusiano mazuri. Nafikiri imefika mwisho kimapenzi, imefika mwisho katika mahusiano ya aina yoyote ambayo mtakuwa nayo na huyo mtu. Angalieni kile ambacho mmeshare, nendeni kwenye sheria, mkigawanye ili ukawe na uhuru wako. Furaha ni uhai. Kumbuka hiki ninachokueleza. Ali Hatib Kilisungu, mtafiti wa majina katika maisha ya binadamu. Na usubscribe na kushare katika Siri Yako TV, na unifollow TikTok, Instagram, Facebook, Siri Yako TV. Namba za simu ni 0765559042 na 0673559042. Ali KK, babu wa mila na desturi, nipo katika mizimu hii ya hapa Kingwasa Mikese, Morogoro, Tanzania.